Mwarabu kutoa audio vile Cynthia aliuliwa. So guys, wacheni niwaambie kitu moja. Vitu za Waarabu zione ukipitanga. Vitu za Mwarabu. So wale wenye waelewi historia huyu Cynthia mwenye alinyongwa Saudi Arabia. Cynthia alitoka Kenya kuja kufanya kazi huku Saudi Arabia. Akakuja kwa bosi, yeye alikuwa anafanya house to house na alikuwa ameolewa, bwanake anafanya Qatar. Bwanake anaitwa Vini. Hizi video zimetrend sana. Nafikiri hakuna mtu mwenye ajui story yake, lakini hii story inachanganya. Juu Wakisi wanaongea kivyao, Mwarabu anaongea kivyake, watu wa ofisi wanaongea kivyao. Sasa ukweli ndio huu kutoka kwa bosi mwenyewe. Ukweli ndio huu kutoka kwa bosi. Huyu msichana wakati alikuwa anafanya, unajua Waarabu wanapenda kutuma mtu kwenda kama tuseme si kwa duka, kama mtu amekuja anakupatia kadi yake, juu huku kila kitu inanunuliwanga na kadi. Si rahisi upate watu wananunua cash. Pengine kama umeenda kwa Mbangala kwa duka, kwa supermarket, hapo unaweza nunua cash. Lakini kwa wale wenye huwa wanaoda vitu nyingi sana wanapenda kuoda. Hata mimi hapa huwa wanaoda, na nikipewa hiyo kadi naambiwa chunga sana. Mwanzo kuna kitu boss wangu niambia, akinishikisha hiyo kadi, na hata mimi mwenyewe pia ananiogopa. Sio ati kwa kuwa ananiamini. Mimi mwenyewe ananipatia na asinione kama nimeshika simu. Mimi mwenyewe ananiambia nenda mpatie huyo mtu na asipige picha, asijaribu kupiga picha. Unaenda unampatia kadi, anaweka hivi, anatoa, anakupatia vitu. So guys, wacheni niwaambie, wachaneni na vitu za Mwarabu. Watu mko na vierere. Watu mko na vierere. Ukiona kitu ya bosi wako, wachana nayo. Kuna mwingine pia juzi amepatikana ameiba simu ya bosi wake. Mnachukua vitu mpeleke wapi? Unajua mimi niliwaambianga Saudi si inchi yenye utatoka kama Kenya na Uganda. Unaweza kimbilia kujificha. Hapo ukiingia lazima utoke na sheria ya bosi wako. Uko Kemboi au uko kwa contract, lazima bosi wako atoe ruhusa ya wewe kutoka hapa kwenda kwenu. So Cynthia alikuwa anajua kadi ya boss mahali iko. So huyu bwanake kierere, unajua hao wameshikana, ukishikana nao wa Nigeria, unajua wa Nigeria ndio wanaibianga watu tu. Huyu kijana ameenda huko Qatar, ameshikana na wa Nigeria, anajua vile wanadanganyanga watu, wanapiga picha, wanayowaibia. So asijue kama kitamramba. Na huyu msichana pia naye alikuwa ni mgeni. Lakini vitu zingine, angalieni video na msome vitu. Angalieni video na msome kitu. Hapo kwa huu Cynthia kumenifundisha kitu. Kukanifundisha kumbe hata bwana yako ama ndugu yako ama dada yako anaweza fanya ukufe. Ukufe tu, uitwe mkufi. Uitwe mkufi tu, ukufe kabisa. Kwa sababu ya tamaa. Kwa sababu hataki uishi. Yani huyu kijana hata nimeona pengine hata ni kama amegawiwa mapepo, na ni kama yani amegawiwa mapepo. Ni kama mapepo ndio yanatoa sacrifice. Juu hakuna vile utafanyia mtu mwenye mmelala naye mkazaa naye mtoto, umfanyie hivi akufe na wewe ubaki. So ilikuwa hivi. Huyu msichana huyu bwanake akamwambia, mimi nataka kama unajua hiyo kadi ya bosi wako nipigie picha mbele na nyuma unitumie. Akapiga picha mbele na nyuma akamtumia. Hiyo ni nyumba ya kwanza ile alikuwa ameenda kazi. Alienda kazi nyumba ya kwanza house to house, akafanya vizuri, akarudi kwa ofisi kama kawaida ya house to house. Akaenda tena nyumba ya pili. Nyumba ya pili ndio alipata hii ATM ya boss. Na nawaambianga wa Kenya mnatuchomeanga. Sisi wale wenye hatunanga shida, hatunanga maneno na mtu, sisi ndio huwa tunaingia kwa shida. Juu hata hivyo boss kuamini mtu anakuwa ni ngumu. So akachukua kadi, akapiga, akamtumia bwanake picha. Hasijue kama bwanake kama kadi, hata kama una pin iko na serial number. Iko na serial number yenye unaweza toa pesa hata kama mwenyewe hajui. Akamtumia picha. Kijana akaenda, huyu msichana akafanya hiyo nyumba, akatoka. Akafanya tena, akaenda kwa nyumba ingine.
Sasa huyo bosi akawa anaona pesa zinatoka tu, akaona pesa zinaingia mwisho wa mwezi lakini pesa zinapungua. Kumbe kule yule kijana bado anaendelea na kutoa zile pesa. Na wakati bosi alifanya process kwa bank, kaenda kwa bank akasema nataka nijue pesa zangu huwa zinaenda upande gani. Wakati aliendelea na process akaonekana pesa inatolewanga Kenya. Na yeye anajua wale wasichana wenye ashawaleta house to house. Hata kama wewe ni boss wake utafikiria, utasema mimi Kandama fulani ndio alikuwa hapa, after huyo kulikuwa na huyu mwingine hapa. Na wakati alituma zile picha hakudelete. Na ujue kuna storage yenye ukidelete simu ya kawaida tu message. Ukidelete picha kwa message hapa inaendanga kwa storage nyingine, inaendanga kwa storage kule. Inaweza kuenda storage upande wa WhatsApp ama ikaenda upande wa setting pale kwa clean data. So msichana akaona hii ya kwanza alifuta, kumbe kule ndani bado hajadelete. Kuna pale ukidelete zinaendanga. Ukienda upande wa setting utaona hata kwa simu yako ukitaka kujua, angalia hapo kuna setting, hapo kwenye kuna kuanga gallery. Finya hapo kuna kuanga na kaseti. Ukifinya hapo kuna mahali kumeandikwa delete, kuna vitu vingi. Ukifinya hapo kwa delete utaona picha zote zile zenye ulipiga mwaka juzi na mwaka juzi, hata kama ni miaka 3 na ukufuta, utazipata zote hapo. Picha ulifuta na ukasahau utaipata yote iko hapo. So akawacha boss wake akafikiria akasema hapana, ni Kandama huyu na huyu. Akaenda kwa ofisi ya yule Kandama mwenye alikuwa baada huyu kukuja. Juu baada huyu kukuja ilichukua miezi 2. Ilichukua miezi 2 ndio huyo boss pesa yake ianze kupotea. So yule Vini, yule bwana yake alikaa akaona saa hii miezi 2 bibi yangu huyo boss atakuwa amesahau, atakuwa hawezi kukumbuka kama kulikuwa na mtu mwingine hapo. Kama ni bibi yako ataona kama ni yule mwenye aliingia na akatoka. Kumbuka kulikuwa na huyo Cynthia, aliingia akatoka, kukaingia mwingine akaingia akatoka. Juu huyo boss anachukuanga house to house. Kukaingia na mwingine mwenye alipatikana sasa hiyo siku ya search. So akaenda kwa ofisi akasema mimi nishachukua Kandama 2 hapa. Na nataka pesa yangu imekuwa ikipotea. Na nasikia pesa yangu inaenda Kenya. Na wale wote 2 nishatoa hapa. Wote ni wa kutoka Kenya. So nataka kufanya uchunguzi wangu. Huyo boss akaita Cynthia na akaita yule msichana mwingine mwenye walikuwa. Cynthia alikuwa kwa kazi bado na huyu mwingine pia alikuwa ametoka kwa hiyo nyumba pia naye ako kazi. Wakaitwa ofisini. Wakaulizwa kuna mtu ashai kupiga picha? Wakakataa. Huyu mwingine akasema mimi sijawahi kupiga picha. Huyu mwingine pia naye akasema hajawahi piga picha. Bosi akashika simu, kwa message za kawaida kwa gallery hakuna picha. Lakini ukumbuka huyu Cynthia alidelete hii yenye inaonekana, hakudelete kule kwa storage. Bosi akaingia mpaka kwa storage. Wakati aliingia huko akapata picha mbele na nyuma ya hiyo ATM. Iko kwa simu ya Cynthia. Sasa hapo ndio kikaumana na kikaanzia hapo. Akaulizwa ulipiga picha ukapeleka wapi? Akasema bwanangu aliniambia nipige picha nimpatie. Bosi akawa anazungumza na bwana yake. Na huyu bwana yake pia ni mjinga na ni mpumbavu. Badala zile pesa zenye zilitoka alizitoa na ako Qatar anafanya kazi. Angeongea na huyo bosi wake juu alimpea mpaka namba. Akamwambia bwanangu ndio nilimpigia picha na nikamtumia. So unaweza zungumza na yeye. Huyo bosi akawa anaongea na huyo bwana yake na bwana yake hakutaka kumwambia ama huyo Vini hakutaka kutoa hii kitu wazi ndio hata watu wachange pesa. Juu pesa na mtu kukufa hizo ni vitu viwili tofauti. Hakutaka pesa watu wachange, akanyamazia. Akawa anatumiwa voice na boss wake wanazungumza anakanyangia. Akawa anatumiwa voice na bibi yake anakanyangia. Hakuwahi kuzitoa mpaka ile siku mwili imerudi Kenya. So Mwarabu naye ni nani? Waambiwa huku Saudi Arabia ukiiba unakatwa mkono huu. Kesho ukiiba unakatwa hiyo nyingine. Kesho ukiiba unakatwa hiyo nyingine. So ikatokea pahali hatujui kile kiliendelea wakati huo, hata bosi aongee. Huyu hakupelekwa jela, hakushikwa, akapelekwa polisi.
walimfanyia sarakasi hapo kwa nyumba. Kuna story nishaiwapatia, msichana mwingine alishikwa na bosi wake, akashikwa. Wakati alishikwa akilala na yeye alichangamkiwa na sister yake na dadake na nani. Baadaye kwisha. Baadaye story yenye ilikuja wakamchangamkia hapo. Nakwambia Mwarabu atakuweka hata kwa fridge umalize 3 hours. Akuweke hata wapi umalize 2 hours. Akuweke wapi upoteze pumzi. Na hivyo utaambiwa bibi yako alitereza akaanguka, ama wanamwekea alinyongwa juu. Unajua hao ndio wenye huku. Na unajua kadama wengi sana mabosi wao wanakuanga polisi. Kama hapa kwangu kuna polisi 7. Wangu wote ni polisi. Kutoka kwa ule mwenye huwa ananilipa mpaka kwa mdogo wake, wote ni polisi. So halafu tena ikue huyu polisi ako na kicheo. Kama huyu bosi wangu mwenye akaangi hapa kila wakati anaendanga nje na nje. Ako na kicheo fulani. Utaumia mwenzangu, utatupa huko madesa hata uliwe na zige, utawahi kuonekana. So wakamfanyia zile sarakasi walimfanyia pale, wakamchangamkia. Baadaye wakainua simu wakapiga, wakamwambia msichana wenu tumefanya nini? Tumepata amejinyonga kwa bafu. Au bafu gani? Mwanzo hizi vitu zao, hizo bafu zao hata zinanga, huwezi funga chochote. Huwezi funga chochote kwa bafu ati ujinyonge. Walisema tulimpata kwa bafu. Na huyu kijana akatumiwa voice na akazikanyangia. Akazikanyangia kabisa, wakati mtu ashakufa ndio anakuja kutoa voice. So madada zangu wacheni niwaambie hivi. Hii ni Saudi Arabia. Kuna mwingine pia niko na story yake, aliiba simu. Simu unaiba upeleke wapi? Unajua kuna vitu zingine unafaa uibe kama laban, kama chakula. Vitu zenye zinaingia kwa tumbo. Hata akikuja kwa rumu yako hata zipata, atapata umekula. Unajua ukiiba Mwarabu hata akupata umeiba chakula, hawezi hata kukuuliza. Hata kama atapiga kelele. Kuna wale wanapiganga makelele juu ya chakula. Lakini apige kelele lakini umekula, hujaweka mahali. Kitu ya kwanza ukitoka hapo ukienda nyumbani, wanamwaganga hizo vitu zote chini. Wanakagua moja baada ingine. Huku huwezi kutoka na kitu chenye si chako. Hata kama ni pete, hata kama ni earring moja hivi, huwezi toka ya mtu, huwezi. Juu ile siku unaondoka wanamwaga vitu chini. Wengine hata huwa wanachukua mabagi zinaenda kulala huko. Wanaangalia kama shindano, wanaangalia kama kuna kitu umechukua. Ukipata wale wenye hawakuamini. Unajua kuna Mwarabu aliibiwa tu, anaonanga akiona kadama wote anaona yeye ni mwizi, akiona yote anaona yeye ni mwizi. Unaona? So guys, huko hakuna haja ya kuiba chakula mwenzangu. Vitu zingine wachana na, ATM wachana na, simu wa Mwarabu wachana, gold wachana na. Hata kama utameza uende ukakunie Kenya. Hata kama hiyo gold utaimeza uende ukakunie Kenya, wachana nayo mwenzangu. Unafanya kazi, unafanyia 1000. Watu pia si ati kwa kuwa hizo vitu wananunuanga pesa nyingi. Unafanyia, unaona bosi wako ana saa nzuri kama hii. Nenda dukani nunua na wewe faa. Unafanya kazi mwenzangu. Watu wa kwenu wamechukua, watu wa kwenu wamekula pesa yako. Nimekutana video ingine mtu anasema, "Kai, mimi sijui nitaanzia wapi. Watu wamekula pesa yangu yote. Sina hata kitu ya kuenda nyumbani." Ona, watu wanakula pesa yako na wewe unaiba kitu cha Mwarabu. Na umefanya kazi miaka yote hiyo. Kwani wewe huwezi chukua hiyo pesa ukajivijari, ukasikia raha, ukasikia utamu wa pesa yako? Kwani utasikia utamu siku gani? Mimi sinanga gharama bwana. Mimi nikitaka kununua kitu, nikiona bosi wangu ana kitu kizuri na mimi nakipenda na nakitamani mwenzangu, nipeleke niende nikanunue, naenda kununua mwenzangu. Sina kitaka. So wewe wachana na vitu za Mwarabu. Hata ukiona zinamwagika, hata ukifagia hivi upate mapesa zimemwagika mwenzangu, ziruke. Wakati huu si 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021 kulikuwa na pesa. Sasa Waarabu hawana pesa. Wanang'ang'ana na maisha. Hakuna pesa. Mimi nikikuja kwa hii nyumba pesa zilikuwa zinatupa. Sasa huoni hata shilingi. So guys, shughulika na chenye kilikuleta.
chenye kilikuleta shughulika, na epukana na watu wa familia yako. Sijui kwa bosi wangu kuna TV, kwa bosi wangu kuna kuanga na pesa hizi. Mtu anakuambia chukua kidogo, utaonekana. Ukichukua, ukiiba, ukishiku, unakatwa mkono. Ukienda nyumbani una mkono, watoto wako utawahudumia nani? Be careful guys. Continue to subscribe, like, join my membership guys. Appreciate, I give you salute. Thank you guys. Thank you so much. Bye.